Dini ya Kiislamu wametakiwa kuimarisha ushirikiano na mshikamano kwa kubadilishana uzoefu na mbinu bora za malezi ya vijana katika elimu ya maarifa ya dini pamoja na ufundi stadi ili kuwajengea uwezo vijana hao kujitegemea kiuchumi kupitia elimu na ujuzi waliopata kwa vitendo. Wito huu umetolewa wakati wa kufunga kambi ya mafunzo ya miezi mitatu iliyofanyika katika msikiti wa Mgera Mwandiga chini ya usimamizi wa kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa wa Kigoma KKUT. Hatua hiyo imeeleza kulenga kuandaa kizazi chenye maarifa ya dini pamoja na ufundi stadi ili waweze kujiajiri na kukabiliana na changamoto za maisha. Tumewafundisha biashara mtandao au tunaita digital marketing. Maana yake biashara ya leo si kutendeka peke yake, weka hivi kwenye meza. Muda mwingine unaweza ukatangaza biashara pia kwenye mitandao ya kijamii. Tunawafundisha usimamizi wa fedha kabla ya kuanzisha biashara na baada ya kuanzisha biashara. Ni makusudio yetu kijana aliyepita hapa akiwa kiongozi wa dini awe mwadilifu katika nafasi yake, akiwa ni kiongozi wa kijamii katika nafasi aliyonayo kadiri ya fursa na wasaa ajitahidi kufanya kwa uadilifu. Baadhi ya wanufaika wanaeleza mafunzo hayo yataenda kubadilisha msingi wa maisha yao, huku wito ukitolewa kwa taasisi zingine kuiga mfano huo. Kwenye kambi hii nimejifunza masomo mengi, hasa masomo ya dini na masomo ya fani. Katika masomo ya fani nimejifunza katika fani ya uchomeleaji. Madirisha, milango, majiko yanayotumia oil chafu. Saidia kupata kipato na kunisaidia katika maisha yangu kuendeleza jamii. Vijana wamepewa stadi nzuri, wamefundishwa skill, wanatengeneza jiko bora kabisa. Wanaomaliza mahafali na walimu wao, sisi tuliokuja tulifundisha kutoka kwao. Jumla ya vijana wa Kiislamu 96 wamehitimu mafunzo mbalimbali ikiwemo ushonaji, ufugaji wa samaki, utengenezaji wa majiko, mkaa mbadala, viatu vya ngozi, sabuni, mikoba pamoja na mafunzo ya umeme wa majumbani. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma.